alipewa amri ya kufundisha watu walio karibu yake, hasa watu wa Maka. Lakini baadaye sana akatanuka na kuwa na kutokutazama mtazamo mwingine unaonyeshwa na upande wa Waislamu juu ya Yesu Kristo, kung'ang'ania neno moja, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, na kupiga teke na kutoyatambua mengine ambayo yanamuonyesha Yesu kwamba ni kwa ulimwengu mzima. Unadhani ni sahihi? Mimi nadhani swali liko clear, kwa sababu swali limerudi kwenye hoja ya msingi. Huku ulitolewa mfano kwa maana ya kwamba wewe ukoje na kwa nini unaniuliza mimi hivyo wakati na wewe uko hivyo. Swali liko katika mtindo huo, mwenyekiti. Nashukuru mwenyekiti mwenza, lakini pia kwa maoni yangu mimi madogo, nilidhani kwamba wakati mwalimu ametoa 26 Qur'ani 214 ya kuonyesha Muhammad hivyo, akadai na akasema kwamba zipo aya nyingine zikiwa zinaonyesha kwa Muhammad kaanza Maka, lakini zingine zipo zimemwambia ende ulimwenguni. Sasa ili swali lake lipate nguvu vizuri sana, ingekuwa sasa mwalimu na yeye anatoa aya kwamba hii hapa katika Biblia Yesu kaambiwa kwamba tumekutuma katika ulimwengu mzima, au yenye kuthibitisha katika ulimwengu mzima. Baada ya hapo ndo lingekuja swali, mbona andiko ile hapa linasema Yesu katumwa katika ulimwengu mzima? Ina maana Waislamu hamlioni? Kule tumeanza kwanza tumeona katumwa kwa Israeli, lakini lipo ili hapa nalo pia linasema kwa watu wote. Kwa hiyo linakuwa ni swali ambalo limejengeka katika misingi ya aya, lakini likiwa limeulizwa hivi tukiwa kwa Muhammad, yeye kashasema kwa Muhammad kashaona kwamba alikuwa kwanza Maka, baadaye akaambiwa sasa huyu Yesu alipoambiwa katika ulimwengu kwanza wapi, tuanze kuthibitishwa hivyo, afu ndo tunampa mwalimu. Swali likiwa limejengeka kwa misingi kwamba aya ipo. Ni hivyo tu mwenyekiti mwenza. Asante. Mapima, naomba uje utuweke sawa dakika 2. Msomaji wangu nipo 11:51 Yohana. Nashukuru kwa sababu sasa watu wanataka kufundishwa. 11:51 Yohana. Hapa nitasoma katika jina la Yesu. Ubarikiwe. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake. Biblia inasema na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake. Bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, kwa sababu alikuwa ni kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba ndiyo Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Simama. Biblia inasema kumbe wakati wa nyuma kuhani mkuu alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Tumeelewana wote hapo? Kuhani alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Huo ni utabiri wa kwanza, unaoonyesha sehemu ya kwanza ya mpaka wa utume wa Yesu, kwamba mwanzo alitabiriwa atakuja na kufa kwa taifa hilo. Na ndio maana hata rafiki zangu hawa wakatoa maandiko mbalimbali yanayoonyesha utabiri wa Yesu kwamba atakuja kuwakomboa watu wake Israeli. Hizo haya tunazijua miaka yote. Lakini Biblia inasema ndiyo, ni kweli makuhani walitabiri ya kwamba atakuja kwa ajili ya taifa hilo. Asa je, uwe utume unapoanzia taifa hilo unaishia hapo tu? Endelea msomaji. 52 inasema ndiyo, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu. Subiri, kuna kauli imetumika hapo inasema wala si kwa ajili ya taifa hilo tu. Naomba urudie tena. Wala ndiyo si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, bali pamoja na hayo ndiyo awakusanye watoto wa Mungu waliotawanyika, ndiyo ili wawe mmoja. Bwana asifiwe. Amen. Ndivyo maandiko yanavyosema. Inasema ya kwamba kumbe utume huu wa Yesu haukuwa tu unakusudia taifa hilo tu la Israeli, bali pamoja na hayo awakusanye watoto wengine waliotawanyika. Kwa hiyo inaposema wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, ina maana ya kuzungumzia taifa la Israeli. Lakini inasema pamoja na hayo, inatoka nje ya Israeli, awakusanye watoto wengine waliotawanyika. Na ndio hao ambao walimu mbalimbali wamesimama hapa kuonyesha hilo. Sasa kwa sababu Biblia inaonyesha migawanyiko ya vipindi viwili vya utume wa Yesu, yani kuanzia kwenye kituo cha kazi cha Israeli kama branch office, na ndipo kueneza katika mataifa mengine. Kwa kuwa inaonyesha hivi, je, amuone ya kwamba mazingira haya
yanafanana na kile kinachoonekana ndani ya Qur'ani? Na kama yanafanana, kwa nini iwe tu ugumu wa kuelewa kwa Yesu na kwa Muhammad iwe rahisi? Hilo ndio lilikuwa swali langu. Naomba mjibu swali. Mwenyekiti, nadhani sasa imeeleweka. Swali limeeleweka na ni swali ambalo napenda kumpongeza mwalimu kwa kulisawazisha vizuri kabisa, na limekuja likiwa swali zuri kabisa, swali la nguvu kabisa, likiwa swali la moto. Inshallah, Ustadh Maulana Al-Habshi, naomba ujibu swali hilo. Maulana Al-Habshi As-Suraq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, kwanza tuseme alhamdulillah. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna ma'ashara al-anbiya'i qad umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim, kwamba sisi mitume na wafuasi wetu tumeamrishwa kuongea na watu au kuwajibu watu kutokana na ule uwezo wao au na akili zao jinsi zilivyo. Hivyo kwa maneno haya ninashukuru, nitajibu kadiri swali lilivyokuwa limeulizwa, kwa sababu ni swali zuri, limeulizwa na mwalimu mzuri kabisa. Takbir. Kwanza kabisa anahitaji aelimishwe, na mwenyekiti amechelewesha sana, lakini kwa ajili ya faida tu, lakini tumemwelewa mapema kabla hata hajamaliza kuuliza. Kwanza aya aliyotoa, kwanza amekubali kwamba Yesu ni mtume, amekubali kabisa. Ndio maana akasema huu utume wake haionekani mazingira ya utume wake katumwa kwa wana wa Israeli kama vile Muhammad katumwa halafu baadaye kaja kwa watu wengine. Kwa hiyo huyu ni mwalimu mzuri. Takbir. Kwa hiyo kwanza mwalimu amekubali kwamba Yesu ni mtume kabisa na analiganisha na utume wa Muhammad, na kisha naye anaonesha anaamini kwamba na Muhammad ni mtume. Huo ni nafanana utaratibu hao. Huu ni mtazamo wake, lakini napenda kumfahamisha nataka kumfahamisha kwanza elewe kwa haraka kwa sababu swali lake ni simple tu, anataka kuelewa mwinjilisti wa Kikristo kwamba andiko alilolitoa kwamba Muhammad ameletwa ili awaonye jamaa zake wa karibu. Lakini kama sala kuonya, lakini la msingi unatakiwa ujiulize, ametumwa kwa watu gani? Kama hata aya iliyotoa angekuwa kwamba umetumwa kwa ajili ya watu wako wa karibu, swali lake lilikuwa la kimsingi. Lakini je, Muhammad ameletwa kwa watu gani? Kuonya ni taratibu ambazo zinazompelekea afanye kazi katika unabii. 51 Qur'ani, 25:51 Qur'ani. Tunakuonesha Muhammad katumwa kwa watu gani? Kwa wale wenye kusoma ndani ya Qur'ani, ndio 25 aya ya 51. Fanya haraka kidogo. Na kama tungetaka, Mungu anasema kama tungetaka tungewapelekea kila mji mwonyaji wao. Mungu anasema tungetaka tungeleta katika kila mji mwonyaji. Lakini tumemleta ndio Nabii Muhammad ndio kwa watu wote. Takbir. Sasa Mungu anasema kumbe Muhammad kaletwa kwa ajili ya watu wote, unaona? Lakini kuwaonya, anawaonya wale jamaa zake wa karibu, lakini Muhammad kwa ajili ya watu wote, na mwalimu na wainjilisti waliojaa humu na wakristo waliojaa humu, na wao ni watu walitakiwa watu wakitoka humu wamwamini mtume Muhammad. Unaona maneno? Takbir. Lakini kwanza kuna kitu ambacho nataka pia vile vile nikisafisha, ambacho kidogo kwa upande wangu niliona kilichafuliwa. 7 ilitolewa Yohana 7:3. Hebu nenda mstari wa 9 ambapo watu walikuwa wanashangilia. Kuna kitu kililukwa. 7:9 Ufunuo. Fanya haraka. 7:9 Ufunuo. Kwa wale wenye kusoma ndani ya Ufunuo wa Yohana 7:9. Maana kuna kundi lingine lilionekana ambalo kundi hili ndio linasema hivi. Linasemaje? Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana, ndio ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Hii kaonesha kwamba hawa ndio watu ambao sio kinyume na wana wa Israeli. Ndio tumefundishwa na watu wakashangilia, ikionekana hili ndio kundi ambalo linapata uzima wa milele baada ya wana